Ndugu wapenzi, watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, ni siku nyingine ambayo Bwana ametupatia nafasi tena kukutana na kutafakari neno lake. Na nipende kualika wote ambao mnatufuatilia moja kwa moja kupitia media hii. Tuna mambo mengi ambayo tunahitajika kuyaangalia, tuna mambo mengi tunayohitajika kujifunza. Na pasipo kupoteza muda, niwaalike wote kwa pamoja tupige magoti kwa ajili ya ombi ili tuanze tafakari yetu katika wakati huu. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, asante kwa nafasi hii ya pekee ambayo umetujalia watoto wako kuweza kukutana katika siku hii ya leo kutafakari yaliyo mapenzi yako kwetu. Asante kwa sababu utazungumza nasi, ukizungumza na kila mmoja ambaye anatutazama na kufuatilia masomo haya, lakini ukizungumza nami pia ili sote kwa pamoja tukavutwe karibu na wewe. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, nawe umetupatia nafasi hii ya thamani kwetu. Tusaidie tukaitumie kana kwamba ni nafasi ya mwisho kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, uwe nasi tangu mwanzo hata mwisho wa tafakari hii. Kwa jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaomba tukishukuru. Amen. Tunaishi karibu kabisa na kufungwa kwa historia ya dunia hii. Tungeweza kuzungumza mengi sana. Tunaweza kuzungumza pia mengi sana, kuonesha wazi kabisa kwamba mwisho wa kila kitu katika dunia hii umefika. Hakuna ushahidi ambao unaweza kuzuia hoja hii kwamba tunaelekea ukingoni mwa historia ya dunia hii. Mwisho. Mjumbe wa Mungu Ezekieli anatuambia katika sura ile ya 7 kwamba mwisho huu utazijia pembe 4 za nchi. Hakuna mahali ambako mwanadamu anaweza kujificha ili mwisho huu usimfikie. Hakuna mahali ambako mwanadamu ataweza kukimbilia katika maeneo ya kijiografia ya dunia hii ili mwisho huu usimfikie. Ni mwisho unazijia pembe 4 za nchi. Mataifa yana hasira, mataifa yamekasirika. Dunia inaingia katika wakati ambao unaenda kutupeleka mwisho, ukingoni kabisa mwa safari hii. Meli hii inaenda kugonga mwamba. Lakini mimi na wewe tunalo jambo ambalo tunahitajika kukaa chini na kutafakari. Mimi binafsi, wewe binafsi, ni kitu ambacho nitazidi kukihamasisha na kukikazia sana. Tunapaswa kutafuta uzoefu binafsi wa kina, wewe na Mungu, mimi na Mungu. Wakati wa kuabudu kwa kufuata mkumbo umepita. Kuwa na imani isiyokuwa na misingi yake imara ambayo wewe binafsi unaweza kuitetea, kuwa na imani ya namna hiyo imekwisha. Ni wakati wa kusimama imara, mimi binafsi, wewe binafsi. Umjue Mungu wako wa kweli unayemwabudu ni yupi. Hata kama ukaitwa kujitetea leo, unaweza kusimama imara. We are living in the last days. The end of all things is at end. Testimonies for the Church volume 9 page 67. Tunaishi katika siku za mwisho. Mwisho wa kila kitu upo mlangoni. Leo tutaenda kuangalia kitu cha pekee kabisa
juma la mwisho katika historia ya dunia, lakini tutaenda kuangalia hatari ya kusitasita mlangoni. Tutaenda kuona tunawezaje kupata ushindi. Hiyo ndio mzigo mkubwa nilionao katika moyo wangu. Ninawezaje kupata ushindi dhidi ya kila dhambi? Unawezaje kupata ushindi dhidi ya kila dhambi? Kuanzia katika mawazo, katika maneno, katika matendo. How can I obtain victory over sin? Ninawezaje kupata ushindi hiyo? Kwa sababu hili ndilo hitaji lililo kubwa kwa kila Mkristo, hitaji lililo kubwa kwa kila Mwadventista msabato ambaye anasafiri kuelekea nyumbani mbinguni. The greatest desire, the greatest need of the church today is to have the faithful believers who will obtain victory over everything, over every temptation. Hitaji kubwa la kila kanisa, hitaji kubwa la kanisa ni kuwa na waumini leo ambao watapata ushindi dhidi ya kila dhambi na dhidi ya kila jaribu. Lakini tunawezaje kupata ushindi huo? Kwa sababu pasipo ushindi huo siwezi kukudanganya na siwezi kujidanganya mimi mwenyewe kwamba sitapokea chapa ya mnyama. Never. Kitabu ni cha Luka. Kitabu ni cha Luka sura ya 17. Luka sura ya 17. Luka sura ya 17 mstari wa 25. Tunaona maneno ya Kristo nini alichokizungumza, lakini pia nitagusia juma la mwisho la Kristo wakati alipokuwa akiendelea na misheni yake, alipokuwa akiendelea na huduma katika ulimwengu huu. What was the greatest burden of Christ in his last week of his ministry? Nini ulikuwa ni mzigo mkubwa wa Yesu katika juma lile la mwisho la huduma yake katika dunia hii? What was his greatest burden? Nini ulikuwa ni mzigo wake wa mwisho? Tutaenda kuangalia kwa uchache, lakini tutaona nini ambacho kitawafanya watu wa Mungu leo waweze kuamka. Nini ambacho kitawafanya watu wa Mungu leo waweze kusimama imara kupingana na uovu unaoibuka kila siku katika dunia hii. Nini ambacho kitawafanya watu wa Mungu kuwa faithful believers in Christ, kuwa waumini waaminifu ndani ya Kristo. Kitabu ni cha Luka sura ya 17 na mstari wa 25, anasema, lakini kwanza hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Yesu akiwa anazungumza na wanafunzi wake, kumbuka yalikuwa ni matukio ya mwisho kabisa, alipokuwa akiwafunulia wanafunzi wake nini ambacho kipo mbele yake, kilichokuwa mbele ya macho yake. Alikuwa akiwafunulia kuhusiana na mateso yatakayompata, kuhusiana na kukataliwa kutakakompata, kuhusiana na kusalitiwa na hatimaye kusulubishwa msalabani. Lakini hakuishia hapo tu, aliwafunulia ya kwamba angefufuka na siku ya tatu angekutana nao tena Galilaya. Yesu aliwafunulia hayo yote. Kwa nini alikuwa akiwafunulia? Ili kuwafanya wanafunzi yatakapotokea wasikose kuwa na tumaini. Katika maneno ya kitabu cha Isaya tunaambiwa maneno yafuatayo. Isaya 48, Isaya 48 na mstari wa 6. Anasema, umesikia haya? Tazama haya yote. Ninyi je, hamtayahubiri? Nimekuonyesha mambo mapya tangu wakati huu, naam, mambo yaliyofichwa hukuyajua. Mungu anazidi kufunua mambo katika wakati huu ambayo akili zetu hatukuyajua, lakini leo Mungu anatufunulia tuyajue. Luka 17 mstari wa 26. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Yesu alilinganisha kipindi ambacho kilitokea katika historia ya dunia hii, kipindi cha Nuhu.
Anasema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kadhalika ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Kwa hiyo kipindi cha siku za Nuhu kina umuhimu mkubwa sana kwetu kuona kulikuwa na kitu gani. Kulikuwa na kitu gani katika kipindi kile cha Nuhu? Kulikuwa na kitu gani? Kulikuwa na kitu gani? Wakati Nuhu alipopewa ujumbe kwenye Mwanzo sura ya 6, utasoma Mwanzo sura ya 6, utaona baada ya Mungu kuona maovu yaliyokuwa yakiendelea, kila siku yakiongezeka, maadili yakishuka kila siku, Mungu akaruhusu wanadamu wakutane na kile ambacho alikichagua, njia ya kuelekea mautini, na mauti ikawa ni fungu lao, kwa sababu walichagua kutembea katika njia hiyo ya kutokutii maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo ikafikia wakati Mungu akaruhusu gharika itokee katika zama zile. Wazee na manabii inatuambia kile ambacho kiliwaletea watu katika siku za Nuhu, kilicholeta maangamizi katika siku za Nuhu ni dhambi zao wenyewe. Kwa kutenda dhambi tunajitenga na Mungu, tunajiweka chini ya shetani, na shetani ajenda yake kuu ni kumwangamiza mwanadamu. Kwa hiyo wanadamu kwa kutenda dhambi walijiweka katika mamlaka inayofurahia kumwaga damu, mamlaka inayofurahia kuangamiza. Walichagua kutembea katika njia ambayo iliandikwa death. Walichagua kutembea katika njia hiyo ambayo barabara iliandikwa kifo, na hatimaye kifo kikawa ndiyo fungu lao. Na Yesu anawakumbusha watu, kama ilivyokuwa siku za Nuhu, kadhalika ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa Adamu. Watu walikuwa wakila na kunywa. Kwani kula na kunywa ni dhambi? Hapana. Lakini nini ambacho Yesu anataka kutufunulia hapa? Katika siku za Nuhu watu walikuwa wakiendekeza ulafi, tamaa za chakula. Walikuwa wakila tu kama leo watu wanavyokula, ili mradi tu kitu kinatafunika watu wanakula, ili mradi kuna utamu watu wanakula. Haijalishi ni kitu kisichofaa kuingizwa tumboni, watu wanakula. They just eat. Wanakula tu, wanakula ni kula. Kwa hiyo ilikuwa ni ulafi. Na ukifuatilia Wazee na Manabii sura ya 7 utaenda kuisoma, inasema katika kipindi hicho watu walianza kula hata mazao walianza kula vyakula vya wanyama. Walianza kula vyakula vya wanyama mpaka tabia zao zikaingiwa na unyama. Ule uovu ambao ulikuwa ni asili ya kinyama ikawa kwenye tabia za wanadamu. Na kwa kuwa wanyama hawana maadili, nini kilichofuata? Alisema watu walikuwa wakioa na kuolewa. Je, kuoa na kuolewa ni dhambi? Hapana. Lakini nini ambacho kinaelezwa hapa? Watu walikuwa wanafanya kuoa na kuolewa kwa ajili ya kutimiza anasa na tamaa zao za mwili. Kwa hiyo watu walikuwa tu wakioa, wakitwaana, yaani wanakokutana ni huko, wanabebana, wanaishi.
Ndivyo ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Hakukuwa na utaratibu uliofuatwa watu kuingia katika familia. Waliingia kwa ajili ya kutimiza tamaa zao za mwili. Kwa hiyo nini ambacho kilienea katika zama hizo? Uzinzi na uasherati na uchafu. Ndivyo Hosea anavyotuambia katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 11, anasema uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Kwa hiyo nini kilichokuwa zama za Nuhu? Kulikuwa na kula na kunywa, ulafi na ulevi. Watu walifurahia kula vyakula ambavyo vilitengenezwa kwa ajili ya kuua afya zao. Walifurahia kunywa vinywaji ambavyo vilikuwa ni kwa ajili ya kuingiza sumu, intoxicating their bodies, kuingiza sumu katika miili yao. Leo tunashuhudia vyakula vingi ambavyo watu wanaingiza katika matumbo yao havikustahili kuingia katika matumbo, isipokuwa kuingia katika mashimo ya takataka. Mavyakula mengi ambayo leo ni ya kusindika, vinywaji vingi leo ambavyo ni vya kusindika, vina sumu nyingi ambazo zikiingizwa katika mwili zinaenda kubomoa. Lakini ndivyo aina ya vyakula ambavyo watu wanafurahia kuviingiza katika matumbo yao, na baadaye kama matokeo ya hiyo yanaharibu akili zao, kushindwa kuelewa ukweli wa wakati huu na maandalizi muhimu ambayo Mungu anatuita tuyafanye. Mtu ambaye hawezi kuzingatia swala ya chakula hataweza kamwe kuelewa mapenzi ya Mungu kwake. That is the secret formula. Hiyo ni siri ambayo imejificha. There is a connection between our bodies and our mind and spirit. Kuna uhusiano ulio wa karibu kati ya miili yetu, akili zetu na roho zetu. There is a connection. Waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2. Mpenzi, na kuombea ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya afya ya mwili na afya ya akili. Lakini katika kipindi cha siku za Nuhu, watu wa zama zile hawakuzingatia hayo. Walijiachia katika kula na kunywa kwa ulafi. Kama matokeo yake, akili zao zilikuwa polluted, zilichafuliwa. Walishindwa kuelewa nini ambacho Mungu alikitaka kwao na wafanye nini kwa ajili ya wokovu wa maisha yao. Hata Nuhu alipowafunulia neno la Mungu, watu waliinuka kwa kusema ya kwamba ujumbe wa mtumishi huyu wa Mungu ni wa kweli, lakini itahitaji kafara kubwa kuachana na dhambi. They failed to obtain victory over sin, which was impossible, as it is impossible today through Jesus Christ. Walishindwa kupata ushindi dhidi ya dhambi ambao iliwezekana, kama ambavyo leo inawezekana kupitia haki ya Yesu Kristo. Victory over everything is possible. Kupitia neema ya Kristo Yesu, ushindi dhidi ya kila dhambi inawezekana. Watu wa zama za Nuhu walisema it is impossible to live this message. Walisema haiwezekani kuishi ujumbe huu. Sasa angalia, Mungu alimweleza Nuhu kwamba hebu naomba nisome Mwanzo 6 mstari wa 3. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa hiyo Nuhu aliambiwa, ukisoma katika Mwanzo hiyo sura ya 6 utaona kisa chote. Nuhu akapewa agizo la kuwahubiri watu ujumbe wa rehema, kuwafunulia watu rehema ya Mungu kwao kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao na kuwatakasa uovu wao, ili wabadilishwe wafanane na Mungu, kuwa watoto wa Mungu walioandaliwa kuishi na yeye. Aliwafunulia ujumbe huo wote ili waandaliwe. Kwa miaka 120 Nuhu aliambiwa afanye kazi hiyo.
preaching the pleasant truth of his day, kuhubiri ujumbe wa ukweli katika siku zake, kuwaita watu waingie ndani ya safina. Miaka 120 Nuhu akaendelea kuhubiri, akijenga safina, anahubiri, akijenga na safina. Watu walihisi it was a delusion, walihisi ilikuwa ni uongo, wakimwambia Nuhu, you are deceived, Nuhu, you are confused. Hakuna kitu kama hicho. Walimwambia Nuhu, umedanganywa, umechanganyikiwa, you are apostate, and they called him the fake prophet. Walimwika ni mjumbe wa uongo. Kwamba hicho unachotuambia it is not the truth. Umedanganywa Nuhu. Lakini Nuhu alisimama imara. He preached the message, pleasant truth of his days. Alihubiri ujumbe wa leo katika wakati wake, kuwaita watu regardless how they responded to his message. Haijalishi walipokeaje ujumbe wake, aliwaita watu waingie kwenye safina. Kwa miaka 120 Nuhu alifanya kazi hiyo kwa uaminifu, akimsikiliza Mungu na kuingia katika safina, kuingia katika ulimwengu, kuwapelekea ujumbe, kuwapelekea nuru, akirudi na kujenga safina, akiandaa familia yake ili nao pia waingie katika safina. Lakini watu wa siku zile hawakuzingatia ujumbe wa Nuhu. Lakini angalia Mungu alivyowalema. Juma la mwisho kwa ulimwengu. Tunaishi katika kipindi muhimu sana cha historia ya dunia hii. Majaliwa ya watu wengi sana waliojazana duniani karibu yataamuliwa, ili mwisho wetu wenyewe iwe mizuri, na wokovu wa watu wengine, ili mwisho wangu mwenyewe uwe mzuri, ili mwisho wako wewe mwenyewe uwe mzuri, na wokovu wa watu wengine wanaonizunguka. I have my relatives, I have my young brothers, my young sisters, my brothers and sisters all around me who do not know the truth. Wote ambao wananizunguka, dada, kaka, wadogo, mama na wengine wote, majirani, wokovu wa watu wengine, mwisho wangu mwenyewe ili uwe mzuri, na wokovu wao hutegemea hatua ninayoipiga sasa. Hatua gani ambayo unapiga in this final closing hour, katika nyakati hizi za saa za mwisho za kufungwa? Nitaenda kukuonyesha katika Biblia nini Mungu ambacho anahitaji kwetu, and what is ambacho ni kinawezekana kukipata kabisa. Wapenzi, kinawezekana. Mwanzo sura ya 7. Sikiliza, Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nitasoma mstari wa 4. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Kwa hiyo ilifika wakati ambapo the earth, katika kipindi kile ulimwengu ulibakiwa na juma moja. Nuhu anaambiwa bado siku 7, waambie watu tumebakiwa na siku 7. Gharika itakuja. Nuhu akaingia kuwaeleza watu kwamba zimebaki siku 7. Mungu atainyeshea nchi hii gharika. Mvua itashuka na kunyesha kwa siku 40 mchana na usiku. Zimebaki siku 7 wapendwa. Juma moja limesalia. Watu hawakusikiliza. Walimuona Nuhu kama anayecheza machoni pao. Lakini baada ya siku 7 gharika ilishuka. Mvua ilinyesha. Watu waliangamia. Na Yesu anatuambia kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu, kadhalika ndivyo zitakavyokuwa siku zake Mwana wa Adamu. Watu watakuwa wakila na kunywa,
wakioa na kuolewa, wakijenga, wakipanda. Siku ile ya Bwana itakuja, wengi itakuwa ni kama ya kushtukiza kwao. Lakini Mungu ni mwenye rehema, hatamani tukutwe na mambo haya as an overwhelming surprise, kama tukio la kushtukiza. Ndio maana anatuonya mapema, anasema niliwaonya tangu zamani, ili msije kusema ya kwamba I knew not, sikujua. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, Mathayo sura ya 24, Mathayo sura ya 24, tuanze katika mstari wa kwanza kabisa. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Mstari wa 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wanafunzi baada ya kuelezwa mambo mengi, baada ya kushuhudia tukio lile la Yesu kuzungumza na Yerusalemu kwa mara ya mwisho, akiwaambia, angalieni nyumba yenu mmeachiwa hali ya kuwa ukiwa. Wanafunzi akili zao zilitekwa, hisia zao zilitekwa, walihitaji kujua mambo hayo kwanza yatakuwa lini. They wanted to know the time, lakini walihitaji kujua nini dalili ya kuja kwa Kristo, nini dalili ya mwisho wa dunia. Ndivyo Yesu aliwaeleza mambo mengi. Mstari wa 3, mstari wa 4 akiwaeleza habari ya madanganyo yatakayokuja. Ulimwengu utajiwa na madanganyo, uongo. Lakini akawaeleza habari ya makristo wa uongo, wachungaji wa uongo, manabii wa uongo. Lakini akawaeleza habari ya vita na matetesi ya vita. Kitu kimoja nahitaji kukiangalia hapa, ninatembea kwa speed, kuna kitu ninahitaji nikiangalie. Katika mstari wa 9 anasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo kwanza aliwafunulia habari ya chuki itakayoibuka kwa mataifa kuwachukia watu wa Mungu. Watu wa Mungu, wafuasi wa kweli wa Kristo, watachukiwa na ulimwengu wote. Katika somo lililopita tuliangalia hasira ya viongozi wa kidini wa leo dhidi ya wanafunzi wa Yesu. Tuliona jinsi shetani anavyowatumia viongozi wa dini kudhihirisha hasira yake kwa wafuasi wa kweli wa Kristo wanaotangaza ujumbe wa kuandaa watu kwa marejeo ya pili ya Kristo. Tuliona namna kipindi kile cha mitume viongozi wa Kiyahudi, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakiungana na Masadukayo walivyokuwa wakitafuta kila namna ya kuwafanya wanafunzi wa Yesu waache kuhubiri ujumbe uliomuinua Kristo aliyefufuka na kuwaonyesha watu tumaini la kuokolewa, tumaini la ufufuo wake ambao utatokea siku za mwisho kwa wale watakaompokea. Viongozi wakuu wa makuhani waliingiwa na hasira. Katika Matendo ya Mitume sura ya 5 tunaambiwa kila waliposikia neno la Mungu walichomwa dhamiri zao na wakatafuta namna ya kuwaua.
na tuliona huo ndio ushahidi pekee utakaodhihirisha ya kwamba makanisa yamejitenga kutoka kwa Mungu, kwa kudhihirisha hasira, kwa kudhihirisha chuki, kwa kudhihirisha uadui. Na uadui huu unaamshwa na ujumbe unaotumwa na Mungu kutoka mbinguni. Tulisoma kwenye kitabu cha The Great Controversy page 339, kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 286 aya kwanza, ambao unatuonyesha utangazaji wa Kristo kuja mara ya pili ni habari njema ya furaha kuu. Lakini hatuwezi kuiona kuwa habari njema ya furaha kuu if we are not prepared. Hiyo haitawezekana. Ulimwengu unakwenda, ulimwengu upo leo katika juma lake la mwisho kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia hii. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ilikuwa katika juma la mwisho la kufungwa kwa historia ya dunia hile. Tunaishi katika kipindi kile ambacho katika unabii wa Biblia unatupeleka katika kufunga. Kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32 aya kwanza, tunaambiwa the great controversy between Christ and Satan which has been carried forward for nearly 6,000 years is soon to close. Pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambalo limekuwa likiendelea kwa karibu miaka 6,000 karibu litakwisha. Kwa hiyo pambano hili kati ya Kristo na Shetani ni la miaka 6,000 tu. Katika kipindi cha Nuhu watu wale walipewa siku 120. Leo tumepewa siku miaka 6,000 tu. Tumejifunza haya sana, lakini nataka nikuambie tunaishi katika kipindi cha kufungwa kwa miaka 6,000. Tupo katika kipindi hicho, na naweza nikasema ni juma la mwisho tunaishi la kwenda kufungwa katika miaka 6,000 ya mpango wa ukombozi wa mwanadamu, ambapo kazi ya Mungu lazima ikamilike, kazi ya kuwatia muhuri watu wake, kazi ya kuwatakasa watu wake, kuwafanya waandaliwe, kutengeneza sura ile ambayo ilipotezwa pale mwanzo, ambapo Mungu pamoja na mwanae waliketi katika kumuumba mwanadamu. Sura ile iliyopotezwa kama matokeo ya uasi tangu tangazo la Injili lilipotolewa Mwanzo 3 mstari wa 15. Mungu aliposema nitaweka uadui kati yako nyoka na kati ya mwanamke na kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Huo uzao wa mwanamke ukiwakilisha uzao wa Kristo utamponda kichwa nyoka aliyewakilisha Shetani, na uzao huu wa Shetani tuliambiwa angemgusa kisigino, angemletea mateso, angemletea masumbufu, angemletea maumivu, lakini ushindi ungebaki kwa Kristo. Napenda nukuu hii ya kitabu cha Pambano Kuu sura ya 30 aya ya mwisho. Tunaambiwa Shetani alimshambulia Kristo vibaya sana na kwa uelevu wa hali ya juu sana, lakini alishindwa katika kila jaribu. Ushindi wake, vita hivyo vilipiganwa kwa niaba yetu. Ushindi wake unafanya iwezekane kwetu kushinda. Kristo atampatia nguvu yeyote anayeitafuta. Hakuna mtu anayeshindwa na Shetani pasipo yeye mwenyewe kuchagua. Hakuna mtu anayeweza kushindwa na Shetani pasipo yeye mwenyewe kuchagua. Shetani hawezi kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Hawezi kutawala nia,
au kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Yeye anaweza kutesa kama tulivyoambiwa katika kitabu cha Mwanzo 3:15. Yeye anaweza kutesa lakini hawezi kuchafua. Anaweza kusababisha maumivu lakini hawezi kunajisi. Ukweli kwamba Kristo ameshinda unapaswa kuchochea ujasiri kwa wafuasi wake kupambana kiume vita dhidi ya dhambi na shetani. Kwa sababu Kristo alipigana vita yetu na ushindi wake dhidi ya dhambi. Kwa yeyote ambaye Kristo atakaa ndani yake, ushindi ule utakuwa ni wa kwake. Tutaenda kuona sayansi ndogo tu ambayo inatuita kwetu. We can and we must obtain victory over sin. Tunaweza na ni lazima tufikie kupata ushindi dhidi ya kila dhambi. Nitakuonyesha. Hayo ndiyo maandalizi ya pekee. Hayo ndiyo maandalizi ya muhimu ambayo ni ya kwanza yatakayotusaidia kupata ushindi dhidi ya mnyama na sanamu yake. Kumshinda mnyama, chapa ya mnyama na sanamu yake. We must reflect the image of Christ full in our daily life. Ni lazima tuiakisi tabia ya Kristo kikamilifu katika maisha yetu ya kila siku. Hayo ndiyo maandalizi ya kwanza na ya muhimu kwa kila mfuasi wa kweli wa Kristo, and it is possible to obtain that victory. Inawezekana kabisa wapenzi, inawezekana. Juma la mwisho la historia ya ulimwengu huu, Yesu alifunua kuonyesha dalili zitakazoonyesha kwamba kuja kwake kumekaribia, lakini zitakazoonyesha kwamba kazi yake inakwenda kukamilika. Kazi ya kuwarejesha wanadamu, Ministry of Healing, chapter 1, paragraph 1. Ministry, kitabu cha huduma ya uponyaji, sura ya 1, aya ya 1, inatuonyesha Yesu alikuja kuwapatia wanadamu urejeshaji kamili, perfect restoration. Urejeshaji kamili, kuwarejeshia wanadamu tabia inayolingana na tabia yake. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 34, nataka nikuonyeshe. Kutoka sura ya 34. Kitabu ni cha Kutoka sura ya 34. Bwana alijifunua kwa maneno haya. Kutoka sura ya 34, mstari wa 5. Sikiliza. Anasema, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye Musa huko, akalitangaza jina la Bwana. 6. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Sasa sikiliza. Kuna vitu vimetajwa hapa vikiufunua utukufu wa Mungu. By the way, utukufu wa Mungu ni tabia yake. Vitu ambavyo Adam na Hawa walivipoteza pale Eden kama matokeo ya dhambi. Walipoteza utukufu, walipoteza ufalme, walipoteza utawala. Na Yesu alipokuja kupokea mamlaka kwa baba yake, Danieli sura ya 7 mstari wa 13 na 14, akapewa vitu hivi ili afanye upatanisho wa mwisho
na wote watakaoshinda pamoja na Kristo watarejeshewa ufalme, watarejeshewa utawala, watarejeshewa utukufu wa Mungu ambao ni tabia ya Mungu. Tabia hii inarejeshewa sasa hivi. Adventist Home ukurasa wa 7 unatuambia kwamba Yesu anapokuja katika ulimwengu huu haji kubadilisha tabia zetu, haji kubadilisha nia zetu. Kile kitakachobadilishwa ni mwili wa kufa kuvaa kutokufa, ila tabia na nia zetu lazima tushinde kabla ya kuja kwa Kristo. We can and we must obtain victory. Lazima na tunaweza kupata ushindi huo, kubadilishwa tabia zetu na nia zetu zifanane na tabia na nia ya Kristo. Mungu anajifunua kama alivyojifunua kwa Kristo kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Nasi ni lazima tuwe watu ambao tutakuwa ni wenye rehema kwa wanaotukosea. Lakini anajifunua akisema ni mwingi wa huruma. Watu wa Mungu ni lazima wawe na huruma, kwa sababu compassion is a character of Christ. And if Christ dwells in us, when Christ abides in us, we must reveal compassion. Kwa sababu huruma ni tabia ya Kristo, na Kristo akikaa ndani yetu lazima tuifunue huruma yake kwa watu wengine. Hakuna mwanafunzi wa Yesu asiyekuwa na huruma. Kama moyo wangu utakuwa hauna huruma kwa watu wenye makosa, ninajifunua wazi kwamba Kristo hayupo ndani yangu. Tunaambiwa kingine nini anachosema? Mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira. Mungu si mwepesi wa hasira. Na ndivyo ilivyo Kristo akikaa ndani yetu. Tukifa ndani ya Kristo, hasira lazima ife. Tukiwa wepesi wa hasira, tunajifunua wenyewe kwamba Kristo hayuko ndani yangu. Na nataka niwaambie inawezekana. Nimekuwa nikisema mara nyingi sana, na sitaacha kusema. Nitazungumza kulingana na uzoefu nilio nao na huyu Mungu ninayetangaza jina lake. Hakuna udhuru kwa dhambi yoyote tunayoifanya. Hakuna udhuru, kwa sababu katika kila dhambi Mungu ametupatia njia ya kuweza kupata ushindi. Jaribu halikuwapata ninyi. Sio maneno yangu. Kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 10:13. Sikiliza, anasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. There is no excuse for anything we are committing. Hakuna udhuru kwa dhambi yoyote tunayoifanya. Mungu anao uwezo. Mungu yuko tayari kutupatia uwezo wa kushinda kila dhambi inayotawala maisha yetu. Na dhambi itatawala maisha yetu pale ambapo tu hatutakuwa tayari kujitoa kwa hiari, kusulubishwa na kufa pamoja na Kristo. Sikiliza. Warumi sura ya 6. Kitabu ni cha Warumi sura ya 6.
Sikia mjumbe wa Mungu anavyosema, Warumi sura ya 6 mstari wa 7. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na Kristo, mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. What we need now is to die in Christ, to let Christ to be formed within us, the hope of glory. Tunachohitaji ni kufa ndani ya Kristo, kumruhusu Kristo aumbike ndani yetu, tumaini la utukufu. Sikia, maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishie Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. We have to count ourselves dead in sin and alive in Christ. Leo tunashuhudia ulimwengu ukiwa katika mtikisiko mkali wa vita. Nataka niwaambie leo, sijaja kuchambua sana mambo haya, tutaangalia tu, lakini leo nataka kuwaonyesha hitaji ambalo ni la muhimu kwetu, ambalo yamkini wengi hatulizingatii sana. Tumekuwa tukiangalia matukio yanayotokea na kuwa expert in analyzing current events, tukiwa wazuri na welevu wa kuelezea matukio yanayotokea ya vita na matishio ya hatari yaliyo mbele yetu, digital ID, cyber lockdown, magonjwa ya mlipuko, vita vitakavyoleta global crisis, global economic crisis, mgogoro wa kiuchumi, njaa, vurugu na vifo. Tumekuwa tukichambua haya yote, lakini ujuzi wa kuchambua haya hautatuwezesha kushinda majaribu yanayokuja. Tunahitaji kuongozwa na Roho wa kweli. Kila mfuasi wa Kristo anapoyaona haya, the great controversy natuambia, anapaswa kujiuliza kwa bidii kwamba, Bwana, unataka nifanye nini? Tunapaswa kujizoeza kwa kina katika kuishi katika mambo ya Mungu. Tunapaswa kujinyenyekeza mbele za Mungu kwa kufunga na kuomba na kutafakari sana neno lake, hasa juu ya matukio ya hukumu. Kwa nini juu ya matukio ya hukumu? Kwa sababu matukio haya yanatupeleka in the close of probation, kufungwa kwa rehema. Kwa hiyo nitajua kwamba Marekani inapigana na Iran, kwamba vita hii inatupeleka wenda kwenye vita ya 3 ya dunia. Nitaelewa hayo yote, kwamba digital ID itakayokuja kuzuia watu kuuza na kununua. Ninapaswa kuyajua hayo yote, lakini haya tu kuyajua haya hakutoshi. Ni lazima nirudi kwangu sasa. Tishio la hatari linakuja. Sheria ya Jumapili iko mlangoni, wapendwa. It is really at the door. Chapa ya mnyama iko inabisha hodi kabisa. Lakini lazima tujue hitaji kubwa la kila Mkristo, it is victory over sin. Ushindi dhidi ya kila dhambi. Hilo ndilo hitaji kubwa la kwanza. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, na anatuambia leo,
Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, nayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa lugha nyingine, Yesu anakuja ndani yetu as a package. Anakuja ndani yetu kama kifurushi kilichobeba mahitaji yote ya mwanadamu. Mara nyingi tunahitaji kwanza mahitaji, hatumhitaji kwanza Kristo. Na hiyo haitatuwezesha kushinda. Mgogoro huu ambao unaendelea leo kati ya Marekani na Iran na Israel utazidi kuongezeka na hatimaye utaenea dunia nzima. Na ndipo mjumbe wa Mungu anatuambia katika Luka 21, kitabu ni cha Luka 21 na mstari wa 26. Nini ambacho kitatokea ndani ya watu? Anasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Leo viongozi wamejaa hofu, watu wamejaa hofu, hata wale wanaodai kwamba wanajibeba jina la Kristo, mioyoni mwao kuna hofu. I can't believe that. Siwezi kuamini kwamba ndani ya moyo wa Mkristo, ndani ya mtu ambaye hofu imetanda, kuna Yesu ndani yake. I can't believe. Wanafunzi walijaa hofu pale ambapo Kristo hakuwa moyoni mwao, Kristo hakuwa ndani yao. Na pale ambapo ninayatazama mambo yanayojia ulimwengu huu, ninapotazama hatari inayojia ulimwengu huu, respond yangu, mwitikio wangu ni hofu na sio kujiandaa. Hilo ni tangazo la hatari. Tunaambiwa Mungu hakutupa roho ya woga. Mungu hakutupa roho ya hofu, wapendwa. Tumlilie Mungu. Bwana, mkemee adui wa roho yangu. Fukuza hofu ndani yangu. I want to have faith, not fear. Ninahitaji kuwa na imani. Ninahitaji kuwa na ujasiri na sio hofu na woga. Leo ndicho kitu kilichotanda ndani ya watu wengi wanaojiandaa kukabiliana na majaribu yanayokuja, na wengi walio na hofu watapokea chapa ya mnyama. Siwezi kukudanganya. Nenda ukasome kwenye kitabu cha maandiko ya awali, sura ya 4. Esau alijua nini kinachokuja, lakini nini kilichojaa moyoni mwake? Hofu. Kama kuna adui wa kumchukia na kumuomba Baba amfukuzie mbali, wapendwa, ni hofu na mashaka. Mashaka ni kudharau ahadi za Mungu. Hofu ni kutokutumaini uweza wa Mungu wa kutuhifadhi. Kwa hiyo lazima tuzingatie kwamba hofu haina budi kuondolewa katika mawazo yetu. Luka 21 na mstari wa 26 natuambia watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Kwa sababu watu wanafanya maandalizi sio kwa utulivu na amani, lakini with fear. Kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa 514 aya 3. The Great Controversy, page 621.
tunaambiwa wakati wa uchungu na taabu ambao uko mbele yetu, unahitaji imani ambayo itaweza kuvumilia, ambayo inaweza kuvumilia: 1, uchovu; 2, kuchelewa; 3, njaa. Imani ambayo haitaweza kuzimia katika kujaribiwa vikali. Kipindi cha majaribio kinatolewa kwa wote ili kuandaa kwa ajili ya wakati huo. Na hichi ndicho kipindi cha maandalio, kipindi cha majaribio ambayo Mungu ametupatia ili kutuandaa kwa ajili ya wakati huo. Hichi ni kipindi pekee ambacho tunaweza kujiandaa. Kipindi cha majaribio kinatolewa kwa wote ili kuandaa kwa ajili ya wakati huo. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria. Ndicho kilichomfanya Yakobo ashinde katika usiku ule wa mieleka. Mwanzo sura 32, alipokuwa akimng'ang'ania malaika na lugha ya moyo wake ilipokuwa, sikuachi mpaka unibariki, and until Jacob obtained victory over sin. His name was changed from being deceitful to the faithful of God. Usiku ule Yakobo alipopambana, hatimaye alipata ushindi dhidi ya dhambi, kutoka kuwa Yakobo kuwa Israeli, kutoka kuwa mdanganyifu kuwa mwaminifu wa Mungu. Nini alichokifanya pale? All night prayer. Usiku mzima alidumu katika maombi ya kumlilia Mungu. Lakini leo hatuna hata muda wa kuomba. Usiku unapita, tunalala, tunakoroma tu. Hakuna kuamka kuomba. Saa 3 break, saa 12. That is death my friend. Ni kifo hicho. Hakuna uzima hapo. Lazima tumlilie Mungu. Muda wa kulala umeisha. It is not now to indulge in sleeping. Sio muda wa kuendekeza kulala. Ni muda wa kukesha na kuomba na kutafakari neno la Mungu. Maisha yangu yanasomekaje mbinguni? Hivi leo kama nikiitwa kuyaacha maisha yangu, nikiitwa kuiacha ulimwengu huu na kufa leo, nitafufuliwa katika ufufuo wa uzima ama ufufuo wa mauti? Hicho ni kitu cha msingi kuzingatia. Lakini inaweza nisilale mapema. What am I doing huo muda wote? Kuangalia movie na vichekesho na umbea. You are registering your soul and preparing yourself to receive the mark of the beast. Siwezi kukudanganya leo. Kama unapoteza muda kuangalia vitu vya kipuuzi visivyo na maana katika simu yako, unajiandikisha na kujiandaa wewe mwenyewe kupokea chapa ya mnyama. Wala usisubiri Jumapili ije. Unajiandikisha tayari. Hell Writings chapter 67. Sizungumzi ya kwangu. Hell Writings chapter 67 inatuambia wale ambao watashinda, wataiepuka chapa ya mnyama, wanapaswa kusema leo, la, hatutajali sheria ya mnyama. Hilo wanalisema kupitia uzoefu na tabia zao za kila siku. How are you living? Hicho tu ndicho ambacho kitatuonyesha tumejiandaa kusimama katika upande gani. Leo sina muda wa kuomba, sina muda wa kusoma maandiko, sina muda wa kujichunguza, sina muda wa kutafakari, sina muda hata wa kushare na mtu mwingine nuru niliyo nayo leo, halafu nijidanganye kwamba sijiandai kupokea chapa ya mnyama. What a miracle! Muujiza gani utakaofanya usipokee chapa ya mnyama hapo? Kitabu cha ujumbe kwa vijana. Na pause Pambano Kuu, tutairudia, tutaimaliza tu. Hichi ni kitabu cha ujumbe kwa vijana, ukurasa wa 125. Uzoefu wa kweli wa Ukristo. Sikiliza.
niliona kuwa ikiwa badiliko kamili lisipotokea ndani ya vijana, uongofu kamili, wanaweza kukata tamaa kwenda mbinguni. Kina nani wanaotajwa hapa? Ni vijana, kwa sababu Biblia inatuambia niwaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu nanyi mmemshinda yule mwovu. Lakini vijana, Mungu amedhihirisha kwamba we have power and we can obtain power from Christ to overcome the devil. Mungu anatudhihirisha kwamba vijana tunayo nguvu na tunaweza kumshinda mwovu. Lakini leo vijana tunashindwa na shetani kwa kuchagua. Kwa sababu siamini na sitaki niamini kwamba hakuna jaribu tusiloweza kulishinda kama tutamtegemea Kristo kikamilifu. Tutashindwa na majaribu tu. Ministry of Healing, sizungumzi ya kwangu, 510 Ministry of Healing inasema tunaachwa tuanguke katika majaribu pale ambapo hatutamtegemea Mungu daima. Ndipo ambapo we will fall down in temptations. Tusipomfanya Mungu kuwa ni tegemeo letu la daima, ndipo tutaanguka kwenye majaribu. Niliona kuwa ikiwa badiliko kamili lisipotokea ndani ya vijana, uongofu kamili, wanaweza kukata tamaa kwenda mbinguni. Kutokana na kile ambacho nimeoneshwa, hakuna zaidi ya nusu ya vijana ambao wanadai kuwa na dini na kweli, ambao wameongoka kikamilifu, yani wanaodai kuwa na dini na ukweli. Which kind of youth are these? Seventh Day Adventist, vijana wa Kiadventista wa Sabato ndio wanadai wana nuru, wanadai wana ukweli. Tunaonyeshwa nusu, hata nusu ya vijana wanaodai kuwa na ukweli, wanaodai kuwa na dini, wanaodai kuwa Waadventista wa Sabato. They are not full converted. No conversion. Mazungumzo ya kipuzi, maneno ya mtaani, mizaa na masiala, maneno yasiyo na maana, uchafu, uzinzi na uasherati. No full conversion kwa vijana hawa. Waandaliwe kusimama kama Shadraka na Danieli. Kijana leo ambaye siku inapita, wiki inapita, no private player. Ngoja tuendelee. Anasema hivi, wengi wanaegemea no. Kama wangekuwa wameongoka, wangezaa matunda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wengi wanaegemea kwenye tumaini bandia bila msingi wa kweli. Chemchemi sio safi, hivyo vijito vinavyotiririka kutoka katika chemchemi sio safi. Safisha chemchemi na vijito vitakuwa safi. Anasema hivi, ikiwa moyo uko sahihi, maneno yako, mavazi yako na matendo yako yatakuwa sahihi. Ikiwa moyo uko sahihi, ikiwa mawazo yako sahihi. Lakini mawazo yatakuwaje sahihi, wapendwa? Zaburi 119 fungu la 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Ni vitu gani vijana tulivyoviweka katika akili zetu? Ni mawazo gani ambayo yamejaa katika mawazo yetu? Je, ni mawazo safi ama ni mawazo machafu ya hasira, ya chuki, ya uadui, ya kutokusamehe wengine, mawazo ya kuwaza mafanikio ya dunia hii, tamaa mbaya za kimwili na macho? What kind of thought are we? Tumejaza nini humu kwenye vichwa vyetu? Vijana wa kiume na wa kike, ni mawazo gani yanayozilemea akili zetu? Ni mawazo gani? Tunalo neno la Mungu, tunavyo vitabu vya kusoma. You don't have time to read books. You don't have time to search the scriptures. Unategemea mawazo gani yatajaa kwenye akili? Ni mawazo machafu. And you are preparing yourself to receive the mark of the beast.
Siwezi kukudanganya. Kwa sababu kama unaweza kukaa siku ikapita, you don't have a time of prayer. Hauna muda kwa ajili ya kuomba. Ni kwa sababu kwenye mawazo yangu hakuna wazo la kuomba. Ndio maana nakosa muda wa kuomba. Sikiliza mjumbe wa Mungu anavyotuambia. Utakatifu wa kweli haupo. The true holiness is wanting. Hakuna utakatifu wa kweli kwa vijana. Wanakwenda kanisani ni kuchomekea tu, kama ni mabinti ni kuzilemba nywele na kubebelea kapochi. Vijana ni kuchomekea na kupiga yale mapanki ya kiuni. Socks hakuna Biblia, iko kwenye simu. Yaani ni iko tu kimebaki kwa vijana. Alafu ninasema mimi ni Mwadventista msabato. Lakini ndio maisha hayo. Ndio maisha hayo ya vijana wengi leo ambao ni Waadventista wa Sabato. Hawajui wajibu waliopewa na Mungu. Counsels for the Church inasema vijana wa Kikristo wanao wajibu mkubwa, lakini kijana yupo tu leo. Hajui wajibu wake kwa Mungu. Hajui Mungu anahitaji nini kwake. He know nothing. Why? He don't have time to search the scriptures. Hana muda kuchunguza maandiko. Hana muda. Kwa hiyo imani yake haijengwi juu ya Kristo. Itajengwa juu ya mchungaji wake ama itajengwa kwa wazazi wake. Na wote wenye imani za namna hiyo za mgongo kuegemea watapokea chapa ya mnyama. And they won't obtain victory over anything. Mungu anawaita vijana. Lakini anawaita wazazi kuwa na moyo wa huruma na upendo kwa vijana walionao, ili kuwataka nao waweze kupata ushindi kama wao wenyewe wazazi. Lakini kitu cha aibu, wazazi wenyewe wamelala. Kwa hiyo wazazi wamelala, wanataka kuamsha vijana waliolala. It is impossible. Sikia. Siwezi kumwaibisha Bwana. Angalia sentensi ya huzuni sana naosema mjumbe wa Mungu hapa. Siwezi kumwaibisha Bwana wangu kwa kukiri kuwa mtu asiyejali, asiye makini, asiye na maombi kuwa ni Mkristo. La, Mkristo amezishinda kasoro zake na tamaa zake. Kuna tiba kwa Mwokozi. Kuna tiba kwa roho inayoumwa ugonjwa wa dhambi. Na tiba hiyo ni Yesu. Mjumbe wa Mungu anasema I can't shame my Savior to say that the one who is indolent, is careless, is indifferent, who has no time for prayer, is a Christian. Yani kusema mtu asiye na maombi, asiyejali mambo ya Mungu, aliye mzembe kwa mafanikio yake ya kiroho, anayepuuzia maombi ni Mkristo. Hapo unamwaibisha Bwana. Anasema Mkristo amezishinda kasoro za tabia yake. Anasema, sikia, kuna tiba kwa ugonjwa wa roho. Nasema mtumishi, mimi napambana siwezi. Mjumbe wa Mungu anasema kuna tiba kwa ajili ya ugonjwa wa roho unayougua kwa ajili ya dhambi. Leo mahospitali yamejengwa, lakini yanatibu matokeo, yanaacha ugonjwa ambao ni dhambi. Ni hospitali gani leo inatibu hasira? Na utakuta kumbe sasa hata madaktari wengi ni wagonjwa. Sababu daktari anayekuja kwa mgonjwa ana hasira. Daktari anayezungumza kwa hasira, huyo ni mgonjwa kuliko mgonjwa anayeumwa ukimwi ila ana hasira.
Hauwezi kunielewa leo. Isaya 33:24. Ukasome hapo. Sikia. Mwokozi wa thamani, neema yake inatosha kwa ajili ya mtu aliye dhaifu kabisa kuliko wengine wote. There is no excuse. Neema ya Kristo inatosha kwa ajili ya mtu dhaifu, aliye dhaifu kuliko wengine wote. The grace of Christ is sufficient. Neema yake inatosha. Sikia. Na aliye na nguvu kabisa pia inampasa awe na neema ya Yesu au aangamie. Kwa lugha nyingine ya kwamba you can't be a strong Christian without having the grace of Christ. Hauwezi kuwa na Mkristo wa imara bila kuwa na neema ya Kristo. Kama utakuwa imara katika imani, ni kwa sababu Kristo anakaa ndani yako, na hicho ndicho Mungu anachotaka kukishuhudia. Sikia. Niliona jinsi neema hii inavyoweza kupatikana. Nenda katika chumba chako cha faragha, na humo ukiwa peke yako pamoja na Mungu, muombe Mungu, niumbie moyo safi na uiumbe upya roho iliyotulia ndani yangu. Uwe na bidii na uombe kwa dhati kabisa. Nini Mungu anachotuambia? We must pray, my friend. We must pray. Lazima tuombe. Pambano Kuu, kurasa ya 515, aya 2. Sisi wenyewe sasa tunapaswa kujizoeza kuhakikisha ahadi zake. Malaika wanaandika kwa uaminifu kila ombi ambalo ni la moyo na kila ombi ambalo ni la dhati. Ni afadhali kuachana na kujifurahisha na kujipendeza kwa ubinafsi kuliko kudharau kuwa na umoja na Mungu. Kujikana nafsi kabisa, ufukara wa hali ya juu kabisa unaokubaliwa naye, ufukara wa hali ya juu kabisa na kujikana nafsi kabisa kunakokubaliwa naye ni bora kuliko heshima, kuliko utajiri, kuliko raha, kuliko urafiki usiokuwa na ukubali wake. Ni lazima tuwe na muda wa kuomba. Kama tukiruhusu akili zetu kushughulishwa na moyo wa kupenda kujua mambo ya ulimwengu, Bwana anaweza kutupatia muda kwa kutuondolea sanamu zetu za dhahabu, sanamu zetu za nyumba na sanamu zetu za mashamba yenye rutuba. Tunapofika katika mashamba yenye rutuba, Mungu anatufunulia, we have been called to leave our cities and to live in the retired localities. Tunaitwa kuacha mashamba, kuacha miji, kwenda kuishi mashambani. Lakini Mungu anatupa tahadhari, kule hatuendi kujijenga, hasa katika maandalizi makubwa ya kimwili. Testimonies for the Church, Volume 8, ukurasa wa 100. Mungu analinganisha uzoefu wa Yesu na wanafunzi Getsemane na uzoefu wa wanafunzi wa mwisho wa Kristo mashambani. Yesu alikwenda Getsemane kutafuta nini? Kuomba. Na uzoefu ule ulilingana na uzoefu wa Yakobo katika usiku ule wa kupambana na Mungu ili kupata ushindi. Wanafunzi walikwenda Getsemane, hawakujua waliwenda kufanya nini, waliishia kulala. Testimonies for the Church, Volume 8, ukurasa wa 100, anasema read carefully these words. Men today are asleep as were the disciples. Wengi leo wamelala kama ilivyokuwa kwa wanafunzi. Umekwenda Getsemane kulala? Getsemane hatukwenda kulala. Getsemane hatukwenda kujilinda na njaa. Getsemane hatukwenda kujificha.
Getsemane tumekuja kutafuta nguvu ya kutupatia ushindi na kukabiliana na majaribu yaliyo mbele yetu. Ni kupitia Getsemane ndipo kutakapotuandaa kusimama mbele ya mabaraza ya Sanhedrin, mbele ya mabaraza ya Rumi. Ni kupitia Getsemane ndipo kunapotuandaa kusimama imara kumwakilisha Kristo kwenda msalabani. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Stay ready. Get ready. Get others ready. Prepare your family, my friend. Umekwenda Getsemane kutafuta nini? Sikia. Ombi la dhati hufanikiwa. Kama Yakobo alivyofanya, pambana katika maombi. Pambana. Usiruhusu roho ya kusema nimeshindwa. Huyo ni shetani, my friend. Huyo ni shetani. Kama ukiona akili yako inafikia hatua ya kukata tamaa, despondency is sin and unreasonable. Prophets and Kings. Despondency is sin and unreasonable. Kukata tamaa ni dhambi na ni kukosa busara, kwa sababu Mungu ametupatia ahadi za thamani nyingi mno za kutuhakikishia ya kwamba wakati wote tutakapomhitaji yupo karibu nasi. Mwokozi wetu mpendwa atatuma msaada mara tu tunapouhitaji. Kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa 523. Tumehakikishiwa, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Zaburi ya 50:15. Hizo ni ahadi ambazo ni za uhakika. Mungu amewahakikishia watu wake. Omba kwa dhati kabisa kama Yakobo alivyofanya. Pambana katika maombi. Bwana, sitakuacha mpaka nihakikishe hasira yangu imekufa ndani yako. Upole na unyenyekevu wangu inuke. Hivi kweli Bwana, mimi ndio wa kuongea muda wote kwa kufoka tu? Muda wote ninazungumza kwa ukali? Nimechoshwa na hali hii. Cry at the feet of Jesus. Lia miguuni pa Yesu kama Mariamu. Hatimaye alipata ushindi. Sikia. Si sana. Usiku mzima Yakobo anasi all night prayer. Tunakiona all night prayer kwa Yakobo, tunaona all night prayer kwa Yesu Getsemane. Country living is for finding strength. Kuishi mashambani ni kwa ajili ya kutupatia nguvu, kutuandaa watu walio imara, sio kwenda kujificha. Hii dhana tunaitoa wapi? Sio kwenda kutafuta kujirundikia magunia ya vyakula. Hiki chakula hicho, mchele, wali, ugali, haya hatakuwa na maana kwenye baada ya rehema kufungwa. Sisemi usiandae. We have to balance our preparation. Lazima tuwe na maandalizi yaliyo na uwiano. Angalia, muda wako mwingi unaotoa wapi? 12 mpaka 12 niko shamba. I have no time for prayer. You are preparing yourself to receive the mark of the beast. Ezekiel 7:15. Na hiyo ni ibada ya sanamu. Anasema kama tukiruhusu akili zetu kujishughulisha sana na moyo wa kupenda kujua mambo ya ulimwengu, Bwana anaweza kutupatia muda. Na hiyo ni huruma yake, kwa kutuondolea sanamu zetu za dhahabu, kutuondolea sanamu zetu za nyumba na mashamba yenye rutuba. Kwa sababu kama shamba linalifanya wiki nzima na kuwa busy na shamba, I have no time for fasting, I have no time for prayer. Anajua mtoto wangu shamba litamuangamiza.
lazima tujenge uwiano. Tenga muda kwa ajili ya shamba, lazima uwe na muda wa kuomba, lazima uwe na muda wa kutafakari, uwe na muda wa kushuhudia wengine, uwe na muda wa kufunga kumlilia Mungu kwa ajili ya wokovu wa maisha yako na ya watu wengine. Getsemane ni mahali pa kutafuta nguvu. Sikiliza. Yesu katika bustani alitoka matone makubwa ya jasho la damu. Inakupasa ufanye juhudi. No victory tu. Hakuna ushindi kwa asiye na juhudi. Last is object lesson. Inatuambia kwamba lakini Yesu alituhakikishia kwamba kupata ushindi dhidi ya dhambi sio jambo rahisi. Hakutuhakikishia kwamba ni jambo rahisi, my friend. It is not easy. Sio rahisi kushinda, lakini inawezekana kushinda. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. It is possible, lakini it is not easy work. Sio jambo rahisi kuzishinda kasoro za tabia ambazo uliziundwa tangu ulipokuwa tumboni. Sababu vitoto vingi vinajengewa uovu tangu viko tumboni. Mwanzo sura 24. Yakobo alianza kuwa na dhuluma tangu yuko tumboni. Anatoka akiwa ameshikilia kisigino cha kaka yake. Unrighteous from the tomb. Tangu yuko tumboni amejifunza dhuluma. Wapi? Anakuja kuidhihirisha kwenye maisha. Kwa Esau amemdanganya, kwa Labani akamdanganya. Pamoja nao walikuwa ni jino kwa jino, lakini hatupasi kushinda ubaya kwa ubaya. Lazima tuushinde ubaya kwa wema. Lakini alipofika kwa Labani alimdanganya. Tabia iliyotoka tumboni, lakini alikuja kuimba, Bwana uniumbie moyo safi, uiumbe upya roho iliyotulia ndani yangu. Alimenyana na Mungu all night in prayer. Hakuna ushindi kwa asiye na juhudi. Salvation needs effort. Wokovu unahitaji juhudi. Sikia. Usiondoke mahali pako pa faragha mpaka uhisi kuwa na nguvu ndani ya Mungu. Halafu ukeshe, na kwa kadiri unavyokesha na kuomba, unaweza kudhibiti mambo maovu na neema ya Mungu itaonekana ndani yako. Lazima ukeshe. Usiondoke mahali pako pa faragha. Lazima uwe na maombi ya faragha, private prayer. Haya ndiyo yatakao kupatia ushindi, yatakao kujengea communication, yatakao kujengea communion with God. Ndiyo yatakao kujengea uhusiano ulio karibu na Kristo. Hebu nikusomee chapisho moja hapo hapa la Signs of the Time. Signs of the Time. Naomba nikusomee hili chapisho. Signs of the Time. Sikiliza. Anasema hivi, Signs of the Times Novemba 18, 1886. In no case neglect secret prayer. Kusiwe na jambo la kukufanya upuuzie maombi ya faragha. Yaani kusiwe na jambo la kukufanya usiwe na maombi ya faragha. Nini ambacho anatukumbusha? There is no excuse. Kusiwe na udhuru kwamba nilikuwa kazi. No excuse. Hata wewe ukitafakari, huo udhuru nao utoa unadhani ni udhuru kweli? Sikia. For it is the soul of religion. Kwa maana ndiyo kiini, ndiyo nafsi ya dini. Hakuna Mkristo wa kweli asiyekuwa na maombi ya faragha. Hakuna. If you expect salvation, you must pray. Kama unategemea kupata wokovu, ni lazima uombe. Take time, chukua muda. Be not hurried and careless in your prayers. Usiwe mwenye halala.
Umepiga magoti, Baba nisaidie kwa jina la Yesu, amina. Huo ni unafiki, usanii, hamna maombi hapo. Usiwe na alala wala usijali katika maombi yako. Intercede with God to work in you a thorough reformation. Nasema patana na Mungu ili afanye kazi ndani yako, matengenezo yaliyokamilika. Tumeambiwa kwenye ujumbe kwa vijana, uongofu wa kweli haupo kwa vijana. Wengi vijana wanaishi kwenye uzembe na kutokujali na kutokuzingatia wajibu waliopewa na Mungu. They just living as long as they are living and eating. Kwa kesi kubwa ambayo inawaweka kwenye maisha haya ni kula. Ndio ilivyo. Wala usinichukie. Kama hautambui wajibu ulio nao kwa Mungu ambao aliyekuweka katika dunia hii, kama unaishi tu ili mradi nimelala, nimeamka, I have no any responsibility to do for God, hapo ninaishi kwa ajili ya kula. Na chapisho mojawapo lina sentensi moja ambayo nilitafakari sana, kwamba if you will lose your soul, better for you. Kama utaipoteza nafsi yako, ingelikuwa heri kama usingezaliwa. As long as umezaliwa, Mungu anatamani uokolewe. Lakini kama utazembea, utafanya kwa uzembe, hautajali, you will not have time for prayer, for searching scriptures, for self-examination, you won't find victory. Hautapata ushindi. Na itakuwa ni hasara kwako wewe. Hakuna atakayelaumiwa pale nitakapopotea. Hakuna atakayelaumiwa pale utakapopotea. Lawama za kwanza atapewa wewe. Kwa sababu vita kubwa iliyo ngumu ambayo mtu anapigana nayo ni vita dhidi ya nafsi yake mwenyewe. Na kushindwa ni we mwenyewe. Kushinda ni we mwenyewe. Utakapoweka tumaini lako kwa Yesu ama usiweke kwa Yesu, ndipo kuna kushinda na kushindwa kwako hapo. Intercede with God to work in you a thorough reformation. Sikia. That is the fruit of spirit may dwell in you. Ili kwamba matunda ya Roho yakae ndani yako. Upole, fadhili, utu wema, unyenyekevu, furaha, amani. Vyote vinatakiwa kuonekana katika maisha ya Mkristo. Ujumbe kwa vijana inatuambia Mkristo ana vyanzo vingi vya kumletea furaha. God wants us to be happy all the time. Sikia. And that by your godly life you may shine as a light to the world. Na kwamba kupitia maisha yako ya kicha Mungu utangaza na kuwa nuru kwa ulimwengu. When you sincerely feel that without the help of God you perish, when you pant after him as the heart panteth after the water brook, then will the Lord strengthen you speedily, and you will have that peace and pleasant passes. Anasema kama utaweka tumaini lako kwa Mungu, ukimfanya Mungu kuwa tumaini lako, utapata ile amani ambayo inapita karne zote. Kwa lugha nyingine, amani yetu, furaha yetu inapaswa kuwa matokeo ya Kristo kukaa ndani yetu. Wakati wa uchungu na taabu ulio mbele yetu unahitaji imani ambayo inaweza kuvumilia uchovu, inaweza kuvumilia kuchelewa, inaweza kuvumilia njaa.
imani ambayo haitaweza kuzimia katika kujaribiwa vikali. Kipindi cha majaribio kinatolewa kwa wote ili kuandaa kwa ajili ya wakati huo. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria, na ushindi wake ni ushahidi wa nguvu ya kuomba bila kukoma. We must pray if we need victory. Ushindi wa Yakobo usiku mzima ni ushahidi ya kwamba there is power in prayer. Wale wasiokuwa tayari kujikana nafsi, no. Wale watakao mng'ang'ania Mungu, watakaofanya kama Yakobo, wakiwa na ustahimilivu na bidii kama alivyofanya, watafaulu kama yeye Yakobo alivyofaulu. Wale wasiokuwa tayari kujikana nafsi, kuumia na kuteseka vibaya mbele za Mungu, kuomba sana na kung'ang'ania mbaraka wake, hawataupata. Kushindana na Mungu, ni wachache kiasi gani wanaojua maana yake? Ni wachache kiasi gani ambao daima wamekuwa wakilalua roho zao mbele za Mungu? Ni wachache kiasi gani ambao daima wamekuwa wakilalua roho zao mbele za Mungu, kwa shauku kubwa mpaka wapate kila aina ya nguvu, wakati mawimbi ya kukata tamaa ambayo hakuna lugha inayoweza kuyaelezea yanapokuwa yakivuma dhidi ya mwombaji? Ni wachache kiasi gani watakaong'ang'ania ahadi za Mungu kwa imani isiyoweza kushindwa? Mungu anahitaji watu. Ministry of Healing sura 42 aya ya 1. Watu watakao kuwa majasiri, watu watakao kuwa imara, watu watakao kuwa majishujaa, wasiokuwa na woga, wasiokuwa na hofu, wasiokuwa na mashaka. Mashaka ni upofu. Worry is blind and cannot discern the future. But Jesus sees the end from the beginning. And in every difficulty, he has prepared a way to bring relief. Our Heavenly Father has 1,000 ways for our need, of which we know nothing. Mashaka ni upofu na wala hayawezi kuona mambo yajayo. Lakini Kristo huona mwisho tokea mwanzo, na katika kila ugumu yeye anayo njia iliyoandaliwa ili kuleta unafuu. Baba yetu wa mbinguni ana njia 1000 kwa ajili ya mahitaji yetu ambazo hatuzijui kabisa. Kwa nini tuwe na mashaka kwa ahadi za Mungu? Mungu ametuambia, Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 57, ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Victory is possible through Christ our righteousness. Ushindi unawezekana kupitia Kristo haki yetu. Ni lazima tumdilie Yesu. Sisi binafsi, in our secret prayer to obtain victory over sin. Madhaifu na kasoro za tabia zetu tulio nazo tusifurahie kuziishi wapendwa. Tunatakiwa kumdilia Yesu, Bwana, mkemee adui wa roho yangu, kwa sababu huyu ndiye adui mkubwa atakayewafanya Waadventista wengi kupokea chapa ya mnyama. Ulikuwa na chakula, straw kipo, chumvi ulitunza, viberiti ulitunza, maharage yapo, kila kitu kile cha maandalizi ya kimwili ulitunza, lakini you carried the name of the beast. Ulibeba tabia ya mnyama, na wakati mnyama anapokuja kuangalia, anapokagua identity ya watoto wake, naye anaona yu miongoni mwa watoto wake, because you are unalingana, you are in conformity with his character. Yesu anataka anapotutazama tuione tabia yetu, aione tabia yake kwetu. We must reach that standard.
counsels for the church. Nuru kwa kanisa. Sikiliza. Mataifa mengi leo yanaendeshwa, hawajui, kiburi kinawajaa, lakini muda utafika wataelewa kwamba anaye control mambo yote ni Mungu mwenyewe. Sikia. Nimeamuriwa kuwa saa ya Bwana ifikapo. Yes. Ikiwa hakuna mabadiliko yaliyofanyika katika mioyo yenye kiburi na majivuno na ya wenye kutaka makuu, watu wataona kuwa mkono ule ambao ulikuwa na nguvu ya kuokoa utakuwa wenye kuangamiza. Hakuna nguvu duniani iwezayo kuzuia mkono wa Mungu. Hakuna mamlaka duniayo inaweza kuzuia mkono wa Mungu atende kazi ndani yetu. Hakuna mwanadamu atakayeweza kuzuia Kristo asifanye kazi ndani ya moyo wangu. Yule atakayeweza kuzuia Kristo asifanye kazi ndani yangu, kuleta badiliko la kweli, ni mimi mwenyewe. Pale nitakaposhindwa kushirikiana naye katika kuomba, katika kufunga, katika kutafakari neno la Mungu, katika kukesha. Lazima tumlilie Mungu atuletee badiliko. Lazima tumlilie Mungu. Badiliko la kweli linahitajika. Tunahitaji badiliko la kweli. Katika sura ya 15 ya kitabu cha maandiko ya awali ama Writings chapter 14, mjumbe wa Mungu alikuwa anasema muda karibu unakwisha. Lakini swali alilouliza ni moja, je, mnaiakisi tabia njema ya Yesu kama ipasavyo? Kisha akashauri, mnapaswa kuufia ulimwengu kifo kikuu kuliko mlivyowahi kufa. Petro wa kwanza 3:8. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Lakini kama tutajibu baya kwa baya, ujue hujaitwa kurithi baraka. Kama utajibu laumu kwa laumu, ukilaumiwa naanza mbona nawe hivyo hivyo. Wakristo wa kweli huwa hawana lawama. Hakuna laumu, hakuna manunguniko, hakuna ubaya, chuki ndani ya moyo wa Mkristo. Kama ninapenda kulaumu, ninapenda kulalamika, ninapenda kunungunika, ninapenda kushutumu wengine muda wote, hiyo ninajidhihirisha mwenyewe kwamba shetani yu ndani yangu. Sioni mfano wowote katika maisha ya Kristo mahali ambapo analaumu, mahali ambapo ananungunika. Angekuwa na nafasi kubwa sana ya kumlaumu Mary. Angekuwa na nafasi ya kuwalaumu watu kwa sababu waliishi kweli, walijiletea matokeo yale kweli. Lakini yeye alifanya kazi sio ya kulaumu, bali ya kuwavuta wale kwake. And this character must be revealed in our daily life. Sio muda wote unapenda kulaumu. Na ni ngumu sana kuishi na mtu anayependa kulaumu. Maana anaona muda wote atendewi haki. Mtu anayependa kunungunika, you can't have faith. Hauwezi kuwa na imani. Sikia. Kwa maana atakaye kupenda maisha
na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya. Usinene kwa hasira, inazaa huzuni. Moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. We have to control what are we talking. We have to control what are we deciding. Nini ninachokizungumza kinachotoka kwenye mdomo wangu? Adventist Home sura ya 77 aya kwanza. Sauti ni kipawa tulichopewa na Mungu ili kusaidia, kutia moyo na kuwaimarisha wanadamu wenzetu. Maneno yetu yote lazima yajikite katika kufanya majukumu haya matatu: kusaidia, kutia moyo na kuimarisha wanadamu wenzetu. Kwa sababu the voice is a gift we receive from Christ. It is not ours. Kwenye kitabu cha Pambano 4:405 ndio maana tutaulizwa 403, umeitumiaje sauti yako? Nilikuwa na laumu na kushutumu na kulalamika tu. You revealed the devil in your life. Sikia. Usinene mabaya. Jizoeze akili yako. Jiwekeni kanuni kwamba sitazungumza neno baya kwa ajili yangu mwenyewe, sitazungumza neno baya kwa ajili ya mtu mwingine. Jijengee kanuni hiyo. It is possible. It is possible. Auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isinene hila. Na aache mabaya, atende mema. Atafute amani, aitafute sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake usikiliza maombi yao. Bali uso wa Bwana uko juu ya watenda mabaya. Naye ni nani atakayewadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Kwa sababu pale tutakapojiweka kuwa washiriki pamoja na Kristo katika kutenda mema, Yesu atatuhakikishia ulinzi wake kwetu. No one will harm us. Hakuna atakayetudhuru isipokuwa ile iliyo kawaida ya wanadamu. Mungu ataruhusu majaribu, na majaribu ni kwa ajili ya kututakasa, kwa ajili ya kutusafisha na kutuandaa kwa ajili ya ghala la mbinguni. Mwisho wa kila jambo umekaribia. Nisome maneno haya tunapokwenda kufunga. Kwa nini unakosa nguvu? Kwa nini unakata tamaa mapema? Kwa nini? Hakuna sababu nyingine isipokuwa hii nitakao kusomea hapa. Mungu ametuhakikishia mambo mengi ya kutosha, naweza nikasema, ambayo kwa hakika kama tutayazingatia tutaweza kupata ushindi. Ninaamini kabisa bila mashaka tunaweza kushinda dhambi yoyote tulio nayo. Kwanza lazima tumwangalie Yesu, mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hakuna aliyemwangalia Yesu asipate badiliko. It is by building that we become changed. We must build Christ to be changed in Christ's likeness. Lazima tumwangalie Yesu, maana ni kwa kutazama tunabadilishwa. Tunapozidi kumtazama Yesu, sura yake inaakisiwa ndani yetu na tunabadilishwa kufanana na yeye. Lazima tumtazame Yesu ili tupate badiliko. Lazima tumtazame Yesu. Lakini lazima tusome neno la Mungu. Tutumie muda kuhifadhi ahadi za Mungu katika kumbukumbu za akili zetu. Neno la Kristo likijaa kwa wingi katika mawazo yetu, Wakolosai 3:16, ndipo itafukuzia mawazo mabaya, utasafisha moyo, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Tukitakaswa na neno la Mungu ndani, matendo na maneno na muonekano wa nje utabadilika. Tumtazame Yesu.
Sura 18 maandiko ya awali. Writings chapter 17, the last quote au the last paragraph. Sikiliza. Nilimuuliza malaika, kwa nini hakuna nguvu wala imani katika Israeli? Akajibu, ninyi mnaacha upesi mkono wa Mungu. Elekezeni dua zenu kwenye kiti cha enzi na kushikilia kwa imani iliyo thabiti. Ahadi zake ni hakika. Aminini kuwa mmepata yale muombayo na mtapata. Kisha nikaelekezwa kwa Elia. Alikuwa mtu wa hali kama yetu na aliomba kwa bidii. Imani yake ilistahimili majaribu. Aliomba mbele ya Mungu mara 7 na hatimaye wingu likaonekana. Niliona kuwa tulitilia mashaka ahadi za kweli na kumjeruhi Mwokozi kwa ukosefu wetu wa imani. Malaika alisema, jivikeni silaha na zaidi ya yote twaeni ngao ya imani, kwa maana itaulinda moyo ambao ndiyo uzima, na mishale ya yule mwovu iwakayo moto. Kama adui akiweza kuwafanya wale wanaokata tamaa wasiri wasimwangalie Kristo na kujiangalia wenyewe na kuzama katika kutokufaa kwao, badala ya kuzama katika haki ya Yesu, upendo wake, neema yake na fadhili kuu, ataondoa ngao yao ya imani na kufikia lengo lake. Watawekwa katika majaribu yale ya wakayo moto. Kwa hiyo wadhaifu wanapaswa kumtazama Yesu na kumwamini yeye. Hapo ndipo wanakuwa wametenda kazi ya imani. We must build trust. Kwa kumtazama Yesu tunabadilishwa tufanane na sura ya Yesu. I don't know, sijui unapambana kupata ushindi kwa kitu gani, lakini nataka nikuambie hakuna dhambi tusiyoweza kushinda kama tukimtegemea Yesu. Shetani alimshambulia Kristo kwa majaribu yake makali na ya uelevu hali ya juu sana, lakini Shetani alishindwa katika kila jaribu. Ushindi wake, vita hivyo vilipiganwa kwa niaba yetu. Ushindi wake unafanya iwezekane kwetu kushinda. Kristo atampatia nguvu yeyote anayetafuta. Hakuna mtu anayeweza kushindwa na Shetani pasipo yeye mwenyewe kukubali. Shetani hana uwezo wa kutawala nia au kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Yeye anaweza kutesa, lakini hawezi kuchafua. Yeye Shetani anaweza kusababisha maumivu, lakini hawezi kunajisi. Ukweli kwamba Kristo ameshinda unapaswa kuchochea ujasiri kwa wafuasi wake kupambana kiume vita dhidi ya dhambi na Shetani. Mungu ameahidi kutupatia msaada dhidi ya jaribu lolote tunalokabiliana nalo, dhidi ya dhambi yoyote tunayohitaji kuishinda. Haya ndiyo maandalizi ya muhimu. Tunapoona mgogoro wa ulimwengu, mataifa kukasirikiana, tunapelekwa kwenye pambano kula mwisho. Ulimwengu utageuka kuwachukia watu wa Mungu washika amri, na ndio watakaoshutumiwa kwamba ndio chanzo za matatizo yote. Lakini tunahitaji kuwa imara. Tukisimamisha miguu yetu juu ya Kristo, ndipo tutaweza kushinda. Lazima imani zetu, lazima maisha yetu yatakaswe. Tusiwe na hila wala waha. Ufunuo sura ya 14 fungu la 1 mpaka la 4. Lazima tumuombe Kristo, Bwana uniumbie moyo safi, uyumbe upya roho iliyotulia ndani yangu. Hiyo ndiyo inapaswa kuwa lugha ya kila mfuasi wa kweli wa Kristo leo. Sikuachi mpaka kiburi kiondoke, mpaka ubinafsi uondoke, mpaka chuki na hasira iondoke. Yesu atatupatia ushindi. Kwa kuwa umezishika nguvu zangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote na kuwajaribu wakahao juu ya nchi. Kwa kuwa utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu,
kwa kuwa amekutumaini. Mtumaini Bwana Yehova, mtumaini Bwana siku zote, kwa kuwa Mungu Yehova ni mwamba wa milele. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watakimbia na kuchoka, na wavulana wataanguka, bali wao wamtumainiao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, wataenda mbio kwa miguu yao wala watazimia, watatembea kwa miguu wala watachoka. He renews their strength. Naye azishike nguvu zangu, ili afanye amani nami. Naam, afanye amani nami. Na yaweza mambo yote katika yeye Kristo anitiaye nguvu. Ninaweza kushinda kiburi changu, ninaweza kushinda ubinafsi wangu, ninaweza kuishinda chuki yangu, ninaweza kuushinda moyo wangu mgumu usiosamehe kupitia Kristo anitiaye nguvu. We must overcome and we can overcome. Niwaalike tupige magoti kwa ajili ya kuomba. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, tunakushukuru kwa saa hii. Asante kwa upendo wako na rehema zako. Umezungumza nasi kwa namna ya pekee. Tusaidie kuishi haya yote, kujiandaa kuonana na wewe. Mbariki msikilizaji, watoto wako, vijana wa kiume na wa kike, wakina mama, kina baba na watoto waliopata neema ya kusikia sauti hii. Uwajalie, utujalie sote kujiandaa ili Bwana kuisikia sauti yako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, utakuwa nasi ukitufunulia, kutupatia ushindi kupitia neema ya Kristo ikaayo moyoni mwetu. Tuwezeshe kushinda kila jaribu, kila dhambi, ili tutakaswe na kuwa na sura na mfano wako, tukikuwakilisha vyema katika ulimwengu huu na kuwa mabalozi wako waliojitoa kukuwakilisha. Asante kwa kuwa utatubariki na kutupatia nafasi nyingine kujifunza kupitia jina la Bwana Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo, naomba na kushukuru. Amen.